Mimi ni mtumishi wenu na nataka niwaambie ndugu zangu, siku moja mtanikumbuka. Na mimi ninajua mtanikumbuka kwa mazuri, si kwa mabaya, kwa sababu nimesacrifice maisha yangu kwa ajili ya Watanzania maskini. Hayati Dr. John Pombe Magufuli Joseph alizaliwa Oktoba 29 mwaka 1959 huko Chato mkoani Geita, kaskazini magharibi mwa Tanzania. Safari ya elimu kwa hayati John Pombe Magufuli ilianza rasmi mwaka 1967 mpaka mwaka 1974 katika shule ya msingi Chato. Mnamo mwaka 1975 mpaka mwaka 1976 alijiunga na seminari ya Katoke huko Biharamulo, na mwaka 1977 mpaka mwaka 1978 alijiunga na elimu ya sekondari shule ya upili ya Lake mkoani Mwanza, na hatimaye mnamo mwaka 1979 mpaka mwaka 1981 alijiunga na kidato cha 5 na cha 6 katika shule ya upili ya Mkwawa mkoani Iringa. Hayati Magufuli alijiunga na chuo cha ualimu cha Mkwawa kilichopo Iringa, kusini mashariki mwa Tanzania, ambapo alitunukiwa stashahada ya walimu wa kemia na hesabu mwaka 1982. Baada ya kufuzu, alifundisha masomo ya hisabati na kemia katika shule mbalimbali za sekondari nchini Tanzania kuanzia mwaka 1983, ikiwemo shule ya sekondari ya Sengerema. Hayati Magufuli hakuishia hapo kielimu, kwani aliamua kujiendeleza zaidi na kujiunga na chuo kikuu cha Dar es Salaam mwaka 1985 hadi mwaka 1988, ambapo alitunukiwa shahada ya walimu katika masomo ya kemia na hisabati. Baadaye aliamua kukolea katika kemia na akarejea chuoni na kusoma hadi ngazi ya udaktari, ambapo mwaka 1991 mpaka mwaka 1994 alisoma na kutunukiwa shahada ya uzamili katika kemia chuo kikuu cha Dar es Salaam na chuo kikuu cha Salford cha nchini Uingereza. Lakini pia mwaka 2009 alitunukiwa shahada ya uzamivu wa kemia chuo kikuu cha Dar es Salaam, na mwaka 2019 chuo kikuu cha Dodoma kilimtunuku hayati Magufuli shahada ya heshima kwa kuinua uchumi wa Tanzania. Hayati Magufuli amepitia mafunzo ya kijeshi kwa vipindi tofauti. Mnamo mwezi Julai mwaka 1983 mpaka Disemba 1983 alipata mafunzo katika jeshi la kujenga taifa Makutupora Dodoma. Mnamo mwezi Machi mwaka 1984 hadi Juni 1984 alipata mafunzo katika jeshi la kujenga taifa Mpwapwa Dodoma, na mnamo mwezi Januari 1984 na mwezi Machi 1984 alipata mafunzo katika jeshi la kujenga taifa Makuyuni Arusha. Hayati Magufuli aliingia katika siasa mara baada ya kuwa amehudumu kama mwalimu wa kemia na hesabu katika shule ya sekondari Sengerema, lakini pia alihudumu kama mkemia katika chama cha ushirika cha Nyanza mkoani Mwanza hadi mwaka 1995 alipojitosa rasmi kuwania ubunge na kuibuka mshindi akiwakilisha jimbo la Chato. Mwaka huo wa 1995 aliteuliwa na hayati Benjamin Mkapa kuwa naibu waziri wa ujenzi, na baadaye akapanda ngazi hadi kuwa waziri kamili baada ya kutetea jimbo hilo katika uchaguzi wa mwaka 2000. Baada ya rais mstaafu wa awamu ya 4 Dr. Jakaya Mrisho Kikwete kushika madaraka, akamhamishia hayati Magufuli katika wizara ya ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi mnamo tarehe 4 Januari mwaka 2006. Kisha akahudumu kama waziri wa mifugo na uvuvi kutoka mwaka 2008 hadi mwaka 2010. Kisha akarejea waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi, nafasi iliyodumu nayo mpaka mwaka 2015. Mnamo tarehe 12 mwezi Julai mwaka 2015 hayati Magufuli alitangazwa na Chama cha Mapinduzi CCM kama mgombea wa urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia chama hicho
mara baada ya kuwashinda kwa kura wapinzani wake Dr. Asha Rose Migiro na Bi Anna Salum Ali. Licha ya hayati Magufuli kukumbana na upinzani mkali kutoka kwa mpinzani wake Edward Lowassa katika uchaguzi uliofanyika tarehe 25 mwezi Oktoba mwaka 2015, hayati Magufuli aliibuka mshindi kwa kupata 58% ya kura na kutangazwa na Tume ya Taifa ya Uchaguzi NEC, kisha kuapishwa tarehe 5 mwezi Novemba mwaka 2015 na mgombea mwenza ambaye ni makamu wa rais Mama Samia Suluhu Hassan. Mnamo mwezi Julai mwaka 2020, hayati Dr. John Pombe Magufuli alitangazwa na Chama cha Mapinduzi CCM kama mgombea wa urais kupitia chama hicho na akashinda kinyang'anyiro cha urais kwa awamu ya pili katika uchaguzi uliofanyika Oktoba 28 mwaka 2020 na akaibuka na ushindi kwa 84%. Hayati Dr. John Pombe Magufuli Joseph atakumbukwa kwa mambo mbalimbali aliyofanya akiwa madarakani katika kipindi hiki cha miaka 6 ya utawala wake, ikiwemo kupunguza matumizi ya fedha za umma kwa kuzuia safari za nje ya nchi zisizo za lazima kwa watumishi, kugairi sherehe za maadhimisho ambazo ziligharimu fedha nyingi na kuzitaka fedha hizo zielekezwe kwenye miradi mbalimbali. Pia alipunguza baraza la mawaziri. Hayati Magufuli atakumbukwa kwa uchapakazi wake, uboreshaji wa miundombinu, ujenzi wa miradi mikubwa ukiwemo mradi wa bwawa la umeme la Mwalimu Nyerere na mradi wa reli ya umeme. Hayati Magufuli alijipambanua kama mtetezi wa wanyonge, ndiyo maana akaruhusu elimu bure kwa wanafunzi wa shule ya msingi mpaka kidato cha 4, kuboresha vituo vya afya, lakini pia kuwachukulia hatua wale wote waliokwenda kinyume na sheria. Magufuli atakumbukwa zaidi kwa uzalendo wake aliouonesha hasa katika kulinda rasilimali za nchi ikiwemo madini na vivutio vya utalii, kuhamasisha umoja na mshikamano na kulinda amani ya nchi kwa kukemea ukabila, udini na tofauti za vyama, akiishi misingi iliyoasisiwa na baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Miaka 62 ya uhai wako, miaka 38 ya utumishi wako. Hakika tumefaidi matunda ya talanta uliojaliwa na Muumba wetu. Kama neno la Mungu lisemavyo katika kitabu cha Ayubu sura ya 14 mstari wa 1 na wa 2, ukisema, mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke siku zake za kuishi si nyingi, naye hujaa taabu. Yeye huchanua kama vile ua, kisha hukatwa, hukimbia kama kivuli, wala hakai kamwe. Hatimaye Jumatano ya tarehe 17 mwezi Machi mwaka 2021 kikatangazwa kifo chako. Kwa masikitiko makubwa nawajulisha kuwa leo tarehe 17 Machi mwaka huu 2021 majira ya saa 12 jioni tumempoteza kiongozi wetu shupavu, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli, ambaye amefariki kwa maradhi ya moyo katika hospitali ya Mzena jijini Dar es Salaam. Poleni wanafamilia, poleni wa Tanzania, poleni Afrika. Bwana ametoa, Bwana ametwaa, jina la Bwana lihimidiwe.